Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu kwa jina la Bwana. Ni matumaini yangu unaendelea vizuri na Bwana na unaendelea kufurahia safari ya wokovu. Kipekee namshukuru Mungu kwa wema wake na uaminifu na kunipa zawadi ya uzima, na zaidi sana kutupa neema ya kuweza kujifunza tena kwa mara nyingine. Tumrudishie sifa na utukufu. Basi nikukaribishe tumshukuru Mungu pamoja na tuombe kwa ajili ya hiki ambacho anataka kutufundisha tena siku ya leo. Baba mtakatifu, Mungu mwenye nguvu, nakuja mbele zako kwa jina la mwanao Yesu Kristo. Ninakushukuru kwa neema, kwa baraka tele, kwa kutupa tena kibali cha kuweza kujifunza tena. Baba asante. Asante kwa jinsi ambavyo unatuwazia mema. Na asante kwa jinsi ambavyo unaendelea kutuongoza, unaendelea kutushika mkono. Kwa jinsi ambavyo hutaki hata mmoja wetu apotee. Zaidi sana wengi wazidi kuijua ile kweli na kujitakasa na kujiandaa kwa ajili ya siku ile iliyo takatifu, siku ile yenye utukufu mwingi. Baba mama, tunakushukuru, tunasema asante. Naomba Roho Mtakatifu atufundishe. Nanyenyekea kwa Roho Mtakatifu azungumze kupitia kinywa changu, ili Mungu wale waliokusudia wasikie na kubadilika, ujumbe huo uweze kuwafikia. Asante Roho Mtakatifu, kwa sababu naamini uwepo wako uko mahali hapa. Na asante kwa sababu wale Mungu waliokusudia, wewe Roho Mtakatifu utawafunulia zaidi na kuwasaidia kuelewa, kwa sababu ni mwaminifu. Ni kwa utukufu wa jina lako Yesu Kristo ninaomba na kushukuru. Amina. Amen. Ujumbe wetu wa leo unasema Bwana Yesu anataka wanawake waombolezaji na sio wanaharakati. Bwana Yesu anataka wanawake waombolezaji na sio wanaharakati. Tukitaka kuona badiliko katika kanisa na tukitaka kuona uwepo wa Mungu katika kanisa na kwenye familia zetu, basi inatubidi kila mtu akae kwenye nafasi yake, asimame kwenye zamu yake na kwenye ile nafasi ambayo Mungu amekusudia tuwepo. Hivyo tukitaka kuona nguvu za Mungu kwenye ibada zetu, tukitaka kuona uamsho, inatubidi sisi wanawake, hata wanaume, na kila mtu akae kwenye nafasi yake kwa uaminifu. Amina. Katika kanisa la sasa na hata katika jamii kwa ujumla, inaonekana kwamba nafasi ya mwanamume inachukuliwa na nafasi ya mwanamke anachukua nafasi ya mwanamume. Hata katika kanisa siku hizi tunaona, hata katika jamii tunakuwa na mtazamo kwamba wanaume wengi hawako wameacha majukumu, hawako responsible na mambo kama hayo. Na tunajikuta tunachukua mambo ya nje ya kwenye secular world na kuyaingiza kanisani. Nilipokuwa napewa ujumbe huu, msisitizo ilikuwa ni kwamba wanawake warudi kwenye nafasi zao. Mungu anataka kuwatumia kama vyombo vya kubeba utukufu wake. Kwa maana hiyo ni kwamba waache kupambana kutaka kuchukua nafasi ya wanaume. Waache kupambana kwa kutumia nguvu na harakati. Wapambane kwa kunyenyekea na kuomba.
wapambane kwa kunyenyekea na kuomba. Waache kuleta mambo ya duniani wayalete kanisani, kwenye kanisa la Mungu. Hapana. Hapana. Amina. Hasa katika ujumbe huu, kabla sijaendelea mbele, tutazungumzia kuhusiana na mambo matatu. Roho Mtakatifu anaendelea kuweka mzigo ndani ya moyo wangu kwa ajili ya kuzungumzia kuhusiana na mambo haya. Na ninatii. Ninasema sio kwa matakwa yangu. Ni kwa sababu nimeagizwa kusema haya. Sio mepesi. Sio mepesi hata kidogo. Lakini nitasema. So long as na uhakika na yule aliyenituma, nitasema mpaka pumzi yangu ya mwisho. Amina. Mungu anaendelea kuweka msisitizo kuhusiana na uvaaji wa suruali. Anaendelea kuweka msisitizo uvaaji wa suruali kwa wanawake, kwamba ni machukizo mbele zake. Kuhusiana na mapambo, ni machukizo mbele za Mungu. Na hili la tatu limeongezeka kuhusiana na kufunika vichwa wakati wa ibada. Ili najua wengi watapinga, lakini sizungumzii sheria mpya. Tuseme tu kwamba na mimi ni mwanamke, na mimi nilikuwa ni mbishi pia. Lakini kadiri nilivyokuwa naendelea kumuuliza Mungu, na kadiri ambavyo Roho Mtakatifu alivyo mwaminifu kuendelea kunifundisha. Na mimi napenda nikutie moyo kwamba unaweza kupata tashwishwi moyoni mwako na kuona kama huyu mama hapa anatuambia habari za sheria, kufuata sheria. Lakini nakusii mwana wa Mungu, unaweza kwenda kumuuliza Mungu. Usisikilize kwa lengo la kutaka kubishana. Sikiliza kwa lengo la kupata prayer point, na kupata ombi la kwenda mbele za Mungu, na kwenda kuuliza kwa ajili ya uthibitisho kuhusiana na ujumbe huu. Wakati Roho Mtakatifu alipokuwa anaendelea kuniongoza kwa habari ya kuzungumza kwa ajili ya mambo haya tena, kidogo nimepata uzito mpaka kuweza kuja hapa. Ni vita. Yaani amenishindia vita. Kwa sababu hata ukiangalia kwenye YouTube channel yangu kuna ile video ambayo nilikuwa nimeweka kuhusiana na mambo ya mapambo na uvaaji wa suruali. Haikuwa rahisi kufanya ile video, ndugu zangu. Ilikuwa ni ngumu. Sio ngumu tu kwa sababu ni vitu ambavyo watu wanapenda. Hata kwangu mimi kuzungumza nilikuwa napata shida. Alafu cha kwanza kabisa nilikuwa nasema watu watanionaje? Mbona kama watu watanitenga? Lakini namshukuru Mungu alinitia nguvu nikaweza kufanya. Hasa alipoleta tena msisitizo juu ya hili tena, nikaendelea kumuuliza. Mimi nikawa nasema kwamba mimi nilijua nilipofanya lile nimemaliza. Akaendelea kuweka msisitizo. Lengo la yeye kuendelea kuweka msisitizo ni kwamba Yesu ana kondoo wake ambao bado wametawanyika. Na kinachofanyika sasa hivi ni kuendelea kuwakusanya karibu, kuwavuta karibu. Kuna ambao bado hawajatengeneza, yamkini bado wana maswali, yamkini bado wana uzito wa kuchukua hatua. Basi anaendelea kuwaita. Ndio maana ameinua watu tofauti kwa habari ya kuendelea kusisitiza namna na kwa nini tunatakiwa kuendelea kujitakasa. Mungu ni mtakatifu na viwango vyake vya utakatifu viko juu. Na utakatifu wake haangalii rohoni tu. Utakatifu wake ni kila kitu cha maisha yetu, kwenye every aspect of our lives. Yaani kila kona ya maisha yetu. Iwe ni nyumbani, iwe ni kazini, iwe ni kanisani, kila mahali. Hakuna kisicho kitakatifu kitakachoingia mbinguni. Lipstick, mawigi, uvaaji wa suruali, vitu hivi ni machukizo mbele za Mungu.
Go and ask the Lord in prayer. Kanyenyekee, muulize, atakwambia. Kwanza atakuwekea tu ile hali ya kuanza kuvichukia huku ndani. Utajikuta tu inaondoka. Kama utanyenyekea, kama utaamua kusema ndio ya kweli kwa Yesu. Sisemi kama nyinyi mnaofanya mjasema ndio, lakini inawezekana bado moyo umegawanyika, kwamba bado unapenda vitu vya duniani. The love of the world bado ipo. Amina. Nikutie moyo kwamba Yesu anakupenda sana. Anakupenda sana, ndio maana anaendelea kuwaleta watu tofauti tofauti kutoka sehemu tofauti tofauti ili uweze kurekebisha kabla mlango haujafungwa. Kondoo wake bado wametawanyika. Anaulizia kondoo wake, wako wapi kondoo wake? Wameshika na kufuata kila namna ya dunia. Bado anajiita ni watoto wake. Anawaita waje warekebishe. Anawaita wajitakase. Anataka waubebe utukufu wake na awape jumbe za kuweza kubadilisha jamii, kubadilisha watu ulimwenguni. Siku hizi jumbe zipo nyingi. Kuna jumbe za namna nyingi tu za kuzungumzia tu mambo mengine mengi ya jamii, ya maendeleo. Zipo jumbe nyingi ambazo ni za Injili, lakini unakuta hazileti badiliko. Umekishawahi kuona kwamba watu wa siku hizi wanayajua sana maandiko lakini hawayaishi? Wamefika kwenye knowledge ya kulijua neno la Mungu, yaani wanajua, wana elimu kubwa ya neno la Mungu, lakini hawana nguvu, lakini hawakemei dhambi, lakini hawaishi utakatifu. Kuna kitu kimepungua hapo, na hicho kitu ni nini? Ni nguvu za Mungu ndani yetu zinakuwa zimepungua. Mungu ni mtakatifu, na amesema kwenye neno lake kwamba wawili hawawezi kuambatana isipokuwa wamepatana. Kwa mwili wangu mimi nisipoweka katika hali ya usafi, hali ya kumpendeza Mungu, sitaambatana na nguvu za Mungu. Nitabaki na lile neno la Mungu likiwa empty. Ndio maana tuna neno sana, tunajua sana mistari, lakini nguvu haipo kanisani. Nguvu haipo kanisani kwa sababu watu tumetoka kwenye nafasi zetu. Tunaleta mashindano hata kwenye nyumba za ibada kwamba ni haki yangu mwanamke, ni haki yangu kufanya hivi, ni haki yangu kufanya hivi. Hayo yako huko nje ya kanisa, sio kanisani. Sio kwenye nyumba ya Mungu, sio kwenye kusanyiko la Kristo. Sikia, siko hapa kupinga au siko hapa kwamba natetea unyanyasaji wa wanawake. Nazungumzia katika muktadha wa neno la Mungu. Katika muktadha wa neno la Mungu, kuna watu Yesu anataka kuwatumia, awape ujumbe za kuhubiri watu wengi ulimwenguni, kondoo wake wengi ulimwenguni, na watu ambao bado wanamtumikia shetani kwenye ulimwengu huu wa giza waweze kuokolewa. Wako wapi wale wamama waombolezaji wanaoweza kuomba na kumaanisha sio kujihangaika na namna za dunia tu? Wako wapi ambao wataomba, ambao wataubeba utukufu wa Mungu, ambao watakemea dhambi wazi bila kuogopa, ambao ule utukufu wa Mungu utakao kuwa ndani yao popote pale watakapokuwepo? Dhambi inaonekana wazi kwa sababu nguvu za Mungu, mwangaza huko ndani yao. Wako wapi wale wanawake watakaofanya vyombo vya utukufu wa Mungu, vyombo vya heshima? Kwani tunahangaika na namna kufuatisha namna za dunia, kuhangaika kupaka mapambo ya kishetani, kutokujikubali vile Mungu ametuumba, kuvaa nywele za maiti, kuvaa nywele bandia, kuhangaika? Kwa nini tunahangaika hivyo? Yesu anawaita, anawaita mrekebishe. Mnaitwa wana wa Mungu, mnaitwa muweze kurekebisha. Amen. Amina. Basi sasa
wakati sasa nilipokuwa naendelea kumuuliza Mungu kwa habari ya hii hapa kwa habari ya mambo haya ambayo anaendelea kuweka msisitizo. Sasa nilikuwa kwenye maombi, nikawa naendelea kuuliza Mungu, kwa nini nitaenda kusema kuhusiana na nini? Maana nilikuwa kama vile mambo yote ya kusema yameisha. Basi kuna hii sauti ikawa iko kwa usahihi sana ndani mwangu. Ikawa inasema kwamba feminism is the tool of Satan against the church. Kwamba harakati za haki ya mwanamke ni silaha ya shetani kinyume na kanisa. Ni sentensi kidogo ambayo ni ngumu, lakini ina ukweli wake. Nikiwa katika kushangaa na kuendelea kujiuliza kivipi, basi Roho Mtakatifu ananiambia ndani mwangu kwamba mambo haya yaliingia kanisani baada ya kuanza kwa harakati za haki ya mwanamke. Mambo haya yalianza kuingia makanisani wakati huo, kwa sababu mambo haya ya kuvaa suruale, mapambo kwa wanawake, kutokufunika vichwa, ni mambo ambayo yalikuwa yanafanyika na kanisa la kwanza. Lakini kuanzia karne ya 19 na karne ya 20 ndio yalianza kuingia makanisani. Na katika kipindi hicho ndo movement hii ya sasa ya haki za wanawake ilikuwa imeshaanza. Unajua shetani ni mjanja. Anaweza kukuletea jambo likiwa na namna nzuri ya ukilitazama lina matokeo mazuri. Anaweza kukuletea jambo ambalo ni hasi tu, utalikataa. Lina hasi na chanya. Kwa hiyo ukiangalia mbona lina matokeo mazuri, watu wengi wanawake wameweza kuzungumza, waliokuwa wananyanyaswa na mambo kama hayo. Lakini unakuta analenga pia kubadilisha baadhi ya vitu kwenye mwili wa Kristo, kwenye ibada, ili aharibu kule. Kumbuka vita yake hapigani vita na mtu ambaye hamjui Mungu, kwa sababu anajua huyu atakuwa tu ni wake. Adui yake namba moja ni kanisa. Kwa hiyo analeta mambo yake kule akijua kwamba Mungu atachukizwa na watu wale. Kumbuka alikuwa mbinguni na anamjua Mungu vizuri, na anajua kiwango na viwango vya utakatifu wa Mungu, kwamba Mungu ni mtakatifu. Na anajua namna ambavyo Mungu inampendeza Mungu kuabudiwa. Anajua. Kwa maana hiyo ndio hivyo. Kwa hiyo mambo haya yalivyo, harakati za haki ya mwanamke zilivyoanza ndio zikaingia. Kuna baadhi ya mambo yakaanza kubadilika pia kwenye mwili wa Kristo. Kumbuka uwezo kutenganisha kanisa na jamii. Wanaoingia kanisani ndio wale wanajamii. Amen. Kwa mfano kuhusiana na vazi la suruali. Mwanzilishi au mwanamke wa kwanza kulivaa hilo vazi alikuwa anaitwa Elizabeth Smith Miller, na alianza kulivaa mwaka 1851. Na huyu alikuwa ni nani? Alikuwa ni advocate wa women rights. Alikuwa ni wakili wa haki za wanawake, anatetea, mtetezi wa haki za wanawake. Huyu ndo aligundua ile vazi linaloitwa bloomer, ni pant like cloth, ni suruale hiyo, na yeye alikuwa ni wa kwanza kulivaa. Amen. Kwa hiyo naona na wanawake wengine tukafollow suit, tukafuatisha huku baadaye. Kumbuka yeye alikuwa wa kwanza kulivaa, lakini kabla ya hapo wanawake walikuwa hawavai. Lakini utashangaa mtu ukimwambia kwa habari hiyo atakwambia Kumbukumbu ya Torati 22:5 imesema kwamba mwanamume asivae mavazi ya mpasao mwanamke na mwanamke asivae mavazi ya mpasao mwanamume. Lakini atakwambia kwani ni mavazi yapi ya mwanamke na ni mavazi yapi ya mwanamume? Usidanganye nafsi yako ndugu yangu.
Vazi la mwanamume linajulikana katika jamii yetu na vazi la mwanamke linajulikana katika jamii yetu. Amen. Mathayo 5:17 inasema msidhani ya kuwa nalikuja kuitangua torati au manabii, la, sikuja kutangua bali kutimiliza. Kwa maana amini nawaambia, mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja ya torati haitaondoka. Wakati Mungu Roho Mtakatifu ananiambia kwa habari ya kusema kuhusiana na uvaji wa suruali tena, anikumbusha mstari wa Mathayo na kuhusiana na hii kumbukumbu ya torati. Kuna mtu nilishaye kumwambia kwa habari hiyo, akasema kama unasema kwamba mimi nisivae suruali kwa sababu tu ya kumbukumbu ya torati 22:5, hiyo sio sababu ya kuweza kuniambia. Akasema kwa nini? Kwamba kama nataka nishike hiyo, basi nishike amri zote zilizoandikwa kwenye torati. Nishike amri zote zilizoandikwa kwenye torati. Nikasema kwa nini unasema hivyo? Basi akasema kwamba nataka nishike sheria zote, kama nataka nishike sheria ya kwamba mwanamke asivae mavazi ya mpasayo mwanamume na mwanamume asivae mavazi ya mpasayo mwanamke. Basi lakini kumbuke tu kwamba akasema kwamba Yesu alishatulipia yote. Nikasema ndio, Yesu ametulipia yote. Hatuna haja ya kupeleka damu ya njiwa, sijui ya mafahali wala nini kwa ajili ya kuweza kumkaribia Mungu. Ametupa namna nzuri ya kuweza kumkaribia Mungu, lakini hicho hakipunguzi utakatifu wa Mungu, kiwango cha utakatifu wa Mungu. Ndugu zanguni, Mungu anajali sana jinsi ambavyo tunaonekana. Ndio maana wale makuhani waliokuwa wakienda kutoa sadaka kule patakatifu, kulikuwa kuna namna ambapo lazima wavae vile inavyotakiwa, ndipo aende kwenye uwepo wa Mungu. Je, si zaidi sana sisi ambao tunaubeba uwepo wa Mungu ndani mwetu? Si zaidi sana? Kwa hiyo hili swala ni la msisitizo sana. Wewe jiulize, kwa nini mwanaume akivaa suruali, akivaa gauni, akivaa sketi, watu wanazungumza, lakini mwanamke akivaa suruali hamna anayezungumza? Sana sana utasikia ni za kike, zipo za kike. Kuna mtu mwingine anaweza kaona akapuuzia ujumbe ninaosema hapa, lakini cross dressing ni machukizo mbele za Mungu. Jinsi Mungu anavyokutambua kama wewe ni mwanamke, ndio ndivyo ambavyo anataka kutambue kwa mavazi yako pia, kwa muonekano wako pia. Amen. Mwanamke atambulikane kwa mavazi yake, na mwanaume anatambulikana kwa mavazi yake. Mungu ametutofautisha na mavazi yetu ni tofauti. Hakuna kuvaa kwenda tu bila utaratibu, hiyo haipo. Mungu ni Mungu wa utaratibu. Hatuwezi tukajiendea tu bila utaratibu, tukavaa huku na huku na huku. Ukitaka kuelewa zaidi, nimezungumzia kuhusiana na hilo, unaweza kaangalia ile video ambayo iko kwenye YouTube channel yangu. Basi amen. Kwenye ile video nimezungumzia pia kwa habari hiyo ya mapambo. Kwa hiyo hapa sitazungumzia tena mapambo, lakini nimeitaja pale mwanzo ili kuweza kujua kwamba ni kitu ambacho kiliingia kanisani nyakati gani. Kwa nini wanawake wa kanisa la kwanza walikuwa hawafanyi na sasa hivi tunafanya? Je, wale walikuwa wamekosea na sasa hivi tunaijua injili zaidi?
Na kama ndio sasa hivi tunaijua injili zaidi, mbona wale walikuwa na nguvu za Mungu na udhihirisho wa nguvu za Mungu na sasa hivi nguvu hakuna kanisani? Ndio tujiulize waliokuwa sahihi ni kina nani? Maana kuna watu wanasema zamani ulikuwa ni ulokole wa kishamba, sijui outdated, sijui wa namna gani. Lakini wa sasa hivi ni wale ambao wameelimika. Wameelimika, sawa, elimu ipo, lakini hakuna nguvu. Hatuoni nguvu, hatuna nguvu kanisani. Hatuoni udhihirisho wa nguvu za Mungu kama wa makanisa ya kule ya mwanzoni. Sasa walioko sahihi ni kina nani hapo sasa? Mungu atusaidie sana kwenye hili. Tukija tukizungumzia hili swala la kufunika vichwa. Historia inatuambia kwamba kanisa la mwanzoni kule walikuwa wanafanya hivyo. Mpaka ilipofika miaka ya 1960, 50-60 hapo wakaacha kufanya hivyo. Wakaanza kuona kwamba sio lazima, haina ulazima kama kule mwanzo ilivyokuwa lazima. Na walioanza kuacha, kanisa la kwanza kuacha ilikuwa ni ile la Pentecostal Church in Western Europe. Waliacha, na baadhi ya makanisa mengine yakaendelea kuadopti hata hivi leo. Lakini tunaona kuna baadhi ambayo wanaendelea na kuna baadhi ambayo wameacha. Na nyakati hizi 1960 ndo ilikuwa ni second wave of women right movement. Ilikuwa ni wakati wa pili tena wa harakati za haki ya mwanamke tena. Kwa hiyo na katika kanisa ndio kulikuwa kuna hilo badiliko la kwamba wanawake wakapitisha kwamba wanawake sio lazima kufunika vichwa wakati wa ibada. Lakini kibiblia swala hilo limesemwa, lakini watu wengi tunasoma hapa ikiwemo na mimi pia, kwa kweli nilikuwa ni mbishi kwenye hilo swala. Samani. Lakini kibiblia liko wazi. Ukisoma ile Wakorintho wa kwanza 11 ukianzia ile mstari wa 3 anasema Paulo, lakini nataka mjue ya kuwa kichwa cha kila mwanaume ni Kristo, na kichwa cha mwanamke ni mwanamume, na kichwa cha Kristo ni Mungu. Tukishia hapo anazungumzia nini? Anazungumzia hierarchy. Kuna hierarchy in God's creation. Yaani kuna mtiririko wa asijui sema ni uongozi. Kitu kama yani kama nitakuwa nimesema kwa namna ambayo ni sahihi katika uumbaji wa Mungu. Amen. Amen. Kabla tujaendelea kwingine. Na kwa mantiki hiyo ni kwamba Paulo alipopewa ujumbe kwa kanisa la Korinto kwamba wanawake wafunike vichwa wakati wa kuomba, ni kwamba alikuwa ni ujumbe wake binafsi. Maana sema ambapo ni ujumbe wake binafsi wa mawazo yake waga anasema. Lakini ilikuwa ni ujumbe wake binafsi, alielezea kabisa. Kwa maana hiyo mjue kwamba kichwa cha mwanaume ni Kristo, na kichwa cha mwanamke ni mwanamume, na kichwa cha Kristo ni Mungu. Kwa maana hiyo Mungu anataka ile hierarchy, ule mtiririko uonekane watoto wake wanapokusanyika kwa ajili ya kuliabudu na kulitukuza jina lake. Anataka iwe observed kwenye makusanyiko ya ibada. Amina. Amina. Basi niendelee kusoma hapa. Kila mwanamume asalipo na au anapohutubu naye amefunika kichwa, anaibisha kichwa chake. Bali kila mwanamke asalipo au anapohutubu bila kufunika kichwa, aibisha kichwa chake, kwa maana ni sawasawa na yule aliyenyolewa. Kwa maana hapa kaendelea kuendelea mbele akasema kama hatutaka kufunika kichwa, basi tukate nywele. Kwa sababu hizi nywele ndo kama utukufu wetu.
Kwa maana tunatakiwa tufunike huu utukufu wetu ambao ni utukufu wa waume zetu, tufunike ili Kristo aweze kutukuzwa na mwanaume yule ambaye anamwakilisha. Yaani kama kunyenyekea, ni unyenyekevu, ni kunyenyekea. Amen. Wewe nikusomea hapa, kuna mtumishi mmoja ameandika vizuri sana hapa. Ameandika hivi: head covering is an act of submission during public worship, prayer, preaching, and prophecy, because only Christ should be honored in church, and this is demonstrated by man leaving his head uncovered, and women covering her head to cover the man's glory which she is. Amen. Amen. Kwa hiyo hapa kwa Kiswahili nijitahidi kutafsiri kwamba kufunika vichwa ni kitendo cha kunyenyekea wakati wa ibada za pamoja, maombi na kuhubiri na hata kuhutubu, ili Kristo ainuliwe katika kanisa. Na hiyo inaonyeshwa kwa mfano, yani inaonyeshwa kwa jinsi ambavyo mwanaume anaacha kichwa chake wazi na mwanamke anapokifunika kichwa chake, kwa sababu mwanamke ni utukufu wa mwanamume. Iko very clear na inaeleweka. Kwa hiyo hicho ni kitendo tu cha kunyenyekea. Tujiulize kwamba hivi, kanisa la kwanza wanawake walipokuwa wanafunika vichwa vyao wakati wa ibada na neno la Mungu, vyote ni makosa? Kwamba sisi wa karne hii ya 20 ndo tunajua, wa karne ya 20 na 21 ndo tunajua namna nzuri zaidi ya kumtumikia Mungu? Na kama ndiyo, basi mbona hatuna nguvu? Mbona hatuoni utukufu wa Mungu kama wale walivyokuwa kule mwanzo? Haya maswali tu ya kuweza kujiuliza na kuweza kuchukua hatua. Amina. Amen. Lakini Paulo mstari ule wa 16 amesema hivi: lakini mtu yoyote akitaka kuleta fitina, sisi hatuna desturi kama hiyo, wala makanisa ya Mungu. Ni uamuzi wa mtu kutaka kutii na kutaka kuamua kufanya hivyo. Kwa hiyo siko hapa kukushurutisha ama kukuambia do's and don'ts. Hapana. Niko hapa kuleta ujumbe niliotumwa kuleta, na nini hasa kilikuwa ni chimbuko ya vitu hivi kuingizwa kanisani. Amen. Ukisoma hapa nimekumbushwa kitu kwamba ukisoma hapa kuna wale wanasema kwamba Paulo ameendelea kusema kichwani kwamba nywele za mwanamke atakuwa na nywele ndefu kama vazi. Yes, nywele ndefu zetu zinakuwa kama vazi. Maana alisema mwanamume akiacha nywele zake ndefu ni aibu. Lakini sisi zinakuwa kama vazi. Lakini haimaanishi kwamba ninapokuwa na nywele ndefu huku ni tayari nimefunika kichwa. Hapana. Kumbuka hapo juu amesema kwamba kuliko uache nywele zako wazi bora unyoe. Kwa maana kwamba ukiwa na nywele ndefu bado nataka uzifunike, kufunika huo utukufu ambao ni wa kwako, ili Kristo aweze kaunyuliwa, mwanaume ambaye anamwakilisha awe kichwa wazi kwa ajili ya kumuinua Kristo. Amen. Kwa hiyo hapa haingia habari ya haki, habari ya kunyanyaswa, habari ya kutokuonekana. Kwa nini mimi ndo naambiwa nijishushe, nijifunike? Kuna hiyo hali ni shetani analeta hiyo hali huko ndani kupingana na neno la Mungu, lakini sivyo ambavyo Mungu anataka watoto wake tunapokuwa tumekusanyika. Ni Mungu wa utaratibu. Kwa hiyo ule mtiririko anatamani inampendeza yeye kuona katika kusanyiko. Amen. Kama inakupa shida kuelewa au kuamini, unaweza kwenda kumuuliza, kuomba, utapata amani. Mimi ni muda mrefu sana nilikuwa naangaika juu ya hiki, lakini mwisho wa siku ningesema ndio Bwana.
Nikaelewa taratibu. Ni mwaminifu jamani. Ni mwaminifu sana na anaelekeza. Na pia sisemi kwamba kufunika kichwa ndio tiketi ya kwenda mbinguni au ndio kwamba wewe ndio mtakatifu zaidi. Kama nilivyotangulia kusema hapo mwanzo, utakatifu ni kila eneo la maisha yetu. Kwa sababu yapo makanisa ambao wanalazimishwa kufunika na pengine hawaambii sababu, hawafundishwi neno. Kuna makanisa ambayo ni ya manabii wa uongo, wanaambiwa wafunike vichwa na bado wanapewa maji, wanapewa mafuta. Kwa hiyo sio kila mtu atakayekutana naye atakwambia ni Mkristo na amefunika kichwa basi ni mtu ambaye yuko na yeye katika safari ya kwenda mbinguni. Hapana. Mwingine anatumikia kitu kingine kabisa, na pia nafikiri ni kuwaombea sasa ili waweze kufunguliwa na kuweza kujua ile iliyo kweli. Kwa sisi ambao tumeshalijua neno la Mungu la kweli na bado tunacheza tunafanya mchezo, hatutaki kuchukulia serious, tunaonywa kuchukua hatua. Amina. Basi niendelee kukusisitiza tena zaidi, wewe mtu wa Mungu, kuna watu ambao Mungu ameshasema nao sana, wanahangaika mioyoni mwao, pengine wengine hata kupata usingizi hawapati. Wengine ni viongozi wa kanisa, wamekuwa wakimwomba Mungu kwa habari ya uamsho kanisani, na Mungu ameshasema nao kwa habari ya mambo fulani yakiwemo na haya, lakini wamekuwa wabishi kutaka kufanya, au wamekuwa na hofu kwamba nikisema au nikifanya hivi nitatengwa. Ndugu yangu, hata kama akikutenga, Kristo yuko pamoja na wewe. Chukua hatua na fanya. Kristo anataka akutumie. Anawataka hao watu ambao wao una hofu kwamba watakutenga, lakini kuna watu wake huko ambao anawatafuta, kuna kondoo wake huko ambao anawatafuta, anawaita warudi watengeneze kabla muda hujakwisha. Basi ni nini ambacho kinakuogopesha mama? Unaogopa nini? Kupoteza hiyo jamii, kupoteza hao watu wanaokuzunguka. Unaogopa kwamba watu watakuonaje? Hivyo sio vitu vya kuogopa. Mbona Yesu hakuogopa kufa wazi? Mbona hakufa kwa siri? Alikufa wazi kwa ajili yangu mimi na wewe. Sema tu, usiogope, badilika tu kama unataka kubadilika. Kuna wengine wanataka kwenda kuyatoa maisha yao upya kwa Yesu, kudedicate upya maisha yao. Fanya hivyo ukisikia nafsini mwako kusukumwa. Fanya hivyo na mwambie, sasa nimeamua hivi, naanza hivi upya. Niambie nitakiwa nifanye kitu gani na gani. Atakutumia kwa namna ya ajabu sana. Amina. Kwa napenda nikutie moyo kwamba usiogope. Mungu akisema nawe kwa habari ya mambo ya kurekebisha, kwa habari ya mambo ya kutengeneza, na hata kuweza kuwahubiri wengine kuhusiana na mambo haya, usiogope. Chukua hatua, fanya. Na Mungu atakusaidia na atakuwa pamoja na wewe. Kwa nini unafanya jambo kwa ajili ya kuwafurahisha watu? Kwa nini unafanya jambo kwa ajili ya kutaka kukubalika na kikundi fulani? Kwa nini unatumikia dini na unatumikia dhehebu? Mtumikie Kristo peke yake. Ukiona dhehebu linakuambia vitu ambavyo ni kinyume na neno la Mungu, hata kama wewe ni kiongozi, kataa na rekebisha kama unamtaka Kristo. Umekuwa ukitumikia dhehebu na Kristo amekuwa akikusemesha kwa habari hiyo muda mrefu ya kutengeneza, umeshindwa kufanya na umekuwa ni mtu ambaye hauna furaha. Unaumia na kuugua ndani mwako kila unapomuomba Mungu kwa sababu umeogopa kufanya maamuzi. Fanya hayo maamuzi. Usiogope. Usiogope. Ile dhehebu halijakuahidi mbingu, halijakufia. Usiogope mwana wa Mungu. Chukua hatua. Hata kama watakimbia, hata kama utapoteza watu, hakuna shida. Tumeshapoteza watu, tumeshapoteza marafiki tuliowapenda sana. Wengine wanatuona kama ni watu ambao hawawezi kuambatana nasi. Lakini nitaendelea mbele kwa sababu aliyenifia ni Kristo. Aliyenifungua kutoka kwenye nguvu za giza ni Kristo. Aliyeniweka huru ni Kristo. Nitamtangaza tu. Akinipa ujumbe nitausema kama ulivyo, sitauongeza chochote. Kama ulivyo nitaupeleka sehemu inakohusika. Na napenda na wewe pia ukubali, useme ndio, na jumbe atakazokupa uzifikishe sawa sawa na vile ambavyo amesema, bila kuogopa kupoteza watu, kupoteza waumini, kupoteza watu ambao unafikiri walikupenda sana na wao unawapenda sana. Sana sana utawasaidia ili sote tuweze kwenda kufurahia siku ile.
Mungu atusaidie sana. Amina.